Asubuhi kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama. DW Habari za Ulimwengu. Msomaji asubuhi ni mimi Elise Sanga, na kwanza ni muhtasari wake. Rais Donald Trump asema vikosi vya Marekani vitamaliza kazi hivi karibuni dhidi ya Iran, akijigamba kuidhoofisha pakubwa nchi hiyo. Watu 13 wauawa na wengine 57 kujeruhiwa katika mlipuko wa moto na mabomu katika kambi ya jeshi nchini Burundi. Na Marekani yazindua chombo cha mwezini miongo mitano tangu safari ya kwanza ya kwenye sayari hiyo. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani itaishambulia vibaya Iran katika wiki 2 au 3 zijazo, na kuongeza kuwa operesheni za kijeshi dhidi ya nchi hiyo zinakaribia kukamilika na vita hivyo vinaweza kumalizika hivi karibuni. Katika hotuba yake kwa taifa, Trump alidai kuwa Marekani imeharibu majeshi ya majini na angani ya Iran pamoja na kudhoofisha uwezo wake wa makombora na mpango wa nyuklia. Hata hivyo, ameonya kuwa mashambulizi yataendelea katika kipindi cha wiki 2 hadi 3 ili kukamilisha malengo ya kijeshi. Trump pia amesema Marekani iko tayari kuishambulia kwa nguvu zaidi Iran, akisisitiza kuwa ushindi uko karibu kufikiwa. Wakati huo bei za mafuta zimepanda kwa kasi duniani kufuatia hotuba hiyo, huku wawekezaji wakihofia athari za kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Washington. Marekani imeondoa vikwazo dhidi ya kaimu rais wa Venezuela Delcy Rodriguez, hatua iliyotafsiriwa kama mabadiliko makubwa ya sera ya Washington kuelekea Caracas. Hatua hiyo iliyotangazwa na Wizara ya Fedha ya Marekani inaashiria kutambuliwa rasmi kwa uongozi wa Rodriguez baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa nchi hiyo Nicolas Maduro. Hakuna sababu rasmi iliyotolewa kuhusu uamuzi huo, lakini unaonekana kuwa sehemu ya juhudi za kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili. Rodriguez, ambaye aliwekewa vikwazo mwaka 2018, amepongeza hatua hiyo, akisema ni mwanzo wa kuimarika kwa uhusiano na kufungua mlango wa uwekezaji na maendeleo ya kiuchumi nchini humo. Marekani pia inatarajiwa kushirikiana na serikali mpya ya Venezuela kuongeza uzalishaji wa mafuta na rasilimali nyingine, huku nchi hiyo ikiwa na akiba kubwa zaidi ya mafuta duniani. Bujumbura. Watu 13 wamefariki na wengine 57 kujeruhiwa kufuatia mlipuko mkubwa uliosababishwa na moto katika kambi ya kijeshi nchini Burundi. Jeshi limesema moto huo ulizuka usiku katika ghala la kuhifadhi vifaa vya kijeshi na kusababisha milipuko kadhaa baada ya risasi na mabomu kulipuka. Msemaji wa jeshi Gaspard Baratuza amesema chanzo cha moto huo ni hitilafu ya umeme, akisisitiza kuwa hakukuwa na shambulio lolote dhidi ya kambi hiyo. Tukio hilo lilitokea katika eneo la Musaga, nje kidogo ya jiji la Bujumbura, ambapo wakazi walikimbia kwa hofu huku milipuko ikisikika kwa umbali mkubwa. Maafisa wamewataka wananchi kutoa taarifa kuhusu mabaki ya milipuko ambayo hayajalipuka wakati hali ikianza kurejea kawaida. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Cape Canaveral. Shirika la anga la Marekani NASA limeanzisha safari mpya ya kihistoria kuelekea mwezini kwa kurusha chombo cha Artemis 2 kikiwa na wanaanga 4. Safari hiyo ni ya kwanza ya binadamu kuzunguka mwezi ndani ya zaidi ya nusu karne tangu enzi za programu ya Apollo. Roketi kubwa ilirushwa kutoka kituo cha safari za anga cha Kennedy, huku maelfu ya watu wakishuhudia tukio hilo muhimu. Kikosi hicho kinajumuisha Wamarekani 3 na Mkanada 1, na ni safari ya kwanza yenye mchanganyiko mkubwa zaidi wa watu, ikiwemo mwanamke na mtu wa rangi.
Wanaanga hao watachukua siku 10 wakipita karibu na mwezi na kusafiri umbali mkubwa zaidi kuwahi kufikiwa na binadamu kabla ya kurejea duniani. NASA imesema mafanikio safari hii ni hatua muhimu kuelekea lengo la kurejesha binadamu mwezini katika miaka michache ijayo na hatimaye kuanzisha makazi ya kudumu. Na hatimaye Rome. Watu 19 wamefariki na wengine 58 kuokolewa baada ya boti ya wahamiaji kuharibika katika bahari ya Mediterania ikitokea Libya kuelekea Ulaya. Waliokolewa wakiwemo watoto 5 walipelekwa katika kisiwa cha Lampedusa nchini Italia, huku watu 3 wakiripotiwa kupotea. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, wengi waliofariki walikufa kwa baridi kali baada ya kukaa baharini kwa siku kadhaa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. DW Dunia Yetu leo asubuhi. Baada ya kusikiliza taarifa ya habari, karibu katika uchambuzi wa ripoti, na miongoni mwa tuliokuandalia tutaangazia yanayojiri Mashariki ya Kati katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Rais wa Marekani Donald Trump akerwa na ukosefu wa uungwaji mkono kutoka Ulaya na washirika wake. Na kwingineko, jeshi la taifa la Somalia lina udhibiti mji mkuu wa jimbo la Southwest la Baidoa. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, na kusihi salia nasi. Tuanzie uchambuzi wa ripoti kwa kuangazia hali ilivyo Mashariki ya Kati, ambako vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran vinaendelea kurindima. Idi Sesanga amefuatilia yanayojiri na kutuandalia ripoti ifuatayo. Tuanzie Washington, ambako Rais Donald Trump amelihutubia taifa kuhusu vita vinavyoendelea dhidi ya Iran, akisema operesheni za kijeshi za Marekani zimepiga hatua kubwa na kudai kuwa uwezo wa Iran wa kijeshi umedhoofishwa kwa kiwango kikubwa. Amesema mashambulizi ya Marekani yameharibu viwanda vya silaha, kupunguza uwezo wa Iran kurusha makombora na drone na kudhoofisha jeshi lake la majini na anga. Trump amedai pia kuwa baada ya mwezi mmoja wa operesheni, Iran si tishio tena kubwa kama ilivyokuwa awali, huku akisisitiza kuwa malengo ya kimkakati ya Marekani yanakaribia kukamilika. Aidha, ameonya kuwa Marekani iko tayari kuendeleza mashambulizi makali zaidi katika kipindi cha wiki chache zijazo iwapo itahitajika. Ninachotaka ni kuhakikisha hawapati kamwe silaha za nyuklia. Na jambo lingine halikuwa sehemu ya mpango wangu, lakini limetokea kwa nguvu ya ushawishi, mabadiliko ya utawala ambayo hakuna aliyedhani yanawezekana. Kwa bahati tu tumeyapata, ingawa sikuwa nikipendelea wazo hilo. Kauli hiyo inakuja wakati Trump akiendelea kusisitiza kuwa Iran inatafuta usitishaji vita, madai ambayo yamekanushwa mara kwa mara na Tehran. Kwa upande wake, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amewageukia wananchi wa Marekani akihoji uhalali wa vita hivyo. Katika waraka wake kwa umma wa Marekani, ameishtumu Washington kwa kile alichokiita uhalifu wa kivita, akisema mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu ya Iran yanaathiri moja kwa moja raia wa kawaida. Pezeshkian ameonya kuwa vita hivyo vinaongeza gharama za kibinadamu na kiuchumi na vinaweza kupandikiza chuki ya muda mrefu, huku akihoji kama vinaendana na sera ya Amerika kwanza. Katika ngazi ya kikanda, Bahrain imeendelea kuishtumu Iran kwa mashambulizi dhidi ya nchi jirani. Mwakilishi wake katika Umoja wa Mataifa, Jamal Faris Al-Rowaye, amesema nchi za Ghuba zilijaribu kujenga ushirikiano lakini zilishangazwa na mashambulizi ya Iran. I think that GCC member states, nadhani nchi za Ghuba na ukanda zilijitahidi kujenga madaraja ya amani na ushirikiano na Iran, lakini mashambulizi yao ya makombora yalikuwa ya kushangaza na yaliyopangwa, na hatukutarajia nchi jirani kufanya hivyo, na hivyo visingizio vyote vinavyotolewa na Iran havina msingi na ni jaribio tu la kuhalalisha mashambulizi dhidi ya kanda yetu. to attack our region. Wakati malalamiko hayo yakitolewa, mashambulizi ya majibizano yanaendelea kushika kasi. Israeli imeripoti watu 14 wamejeruhiwa karibu na Tel Aviv kufuatia mashambulizi ya makombora kutoka Iran, akiwemo mtoto
wa miaka 11 aliyejeruhiwa vibaya. Katika Umoja wa Mataifa, tahadhari imetolewa kuhusu athari za kiuchumi za vita hivyo, hasa kutokana na kusuasua kwa usafiri wa majini katika mlango bahari wa Hormuz. Msemaji wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema hali hiyo tayari inaathiri biashara na uchumi wa dunia. Wenzetu wa UNCTAD wanasema usafiri wa majini Hormuz umeporomoka kwa 95%, hali inayotarajiwa kupunguza ukuaji wa biashara ya dunia, kuongeza mfumuko wa bei na kushusha ukuaji wa uchumi wa dunia kwa hadi 2.6, huku masoko ya hisa na sarafu za nchi zinazoendelea zikidhoofika. Vita hivyo pia vimezidisha mvutano kati ya Marekani na washirika wake wa Jumuiya ya Kujihami NATO. Rais Donald Trump amesema anafikiria kuiondoa Marekani katika muungano huo wa kijeshi, akilalamikia nchi za Ulaya kwa kushindwa kusaidia operesheni za kufungua mlango wa Hormuz. Tukisalia katika mgogoro huo, rais wa Marekani Donald Trump aliingia kwenye vita dhidi ya Iran bila kushauriana na washirika wake wa kimataifa. Sasa anapotafuta njia ya kujiondoa kwenye mzozo huo, ameonyesha kukerwa na ukosefu wa uungwaji mkono kutoka Ulaya na kuishambulia Ufaransa na Uingereza kupitia mitandao ya kijamii, akizitaka nchi zinazokosa mafuta kutokana na kufungwa kwa mlango wa Hormuz kujifunza kujilinda na kujipatia mafuta yao wenyewe. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Harrison Mwilima, na kwanza nimemuuliza kauli hizi zinaashiria nini kuhusu mtazamo wa Trump kwa ushirikiano wa kimataifa na majukumu ya Marekani katika migogoro ya kimataifa. Zinaonyesha ni jinsi gani Trump na Marekani kwa ujumla ilivyokasirishwa. Tunaona kabisa kwamba Marekani au Trump nadhani alikuwa anahisi kuivamia hatua za kijeshi dhidi ya Iran, huku Uingereza na Ufaransa zikisisitiza kuwa NATO haikuundwa kufanya operesheni katika mlango wa Hormuz. Je, vitisho vya Trump na majibu ya washirika vinaweza kuathiri vipi mustakabali na uimara wa muungano wa NATO? Nadhani kuna uwezekano Marekani kaamua kujitoa, au kama sio kujitoa basi Marekani inaweza isiingilie wakati labda nchi mojawapo ya NATO itashambuliwa, kwa sababu kama tunavyofahamu kifungu namba 5 cha taasisi hii ya NATO kinasema kwamba nchi moja ikivamiwa inaonekana kama ni nchi zote za NATO zimevamiwa. Kwa hiyo inawezekana kutokana na swala hili, nchi yoyote ikitokea kama itavamiwa, inawezekana kabisa kwamba hususan katika nchi labda hizi za Ulaya ambazo zimekataa kuingia katika harakati hizi za Trump na Israel, kwamba nchi hizo zikivamiwa, basi kuna uwezekano kabisa kwamba Trump au Marekani isiweze kuingia katika kuzilinda. Lakini pia tunaweza tukaangalia swala hili kwa upande wa positive, kwa sababu hii inamaanisha kwamba nchi za Ulaya sasa zinaweza zikaona swala hili kama hatua sasa ya nchi zao kutafuta nafasi ya kujilinda wenyewe, kuwekeza katika ulinzi wao na sio kutegemea Marekani. Tukisalia hapo katika suala la Ulaya, baadhi ya nchi za Ulaya zimeonyesha tahadhari au kusita kuunga mkono vita ambavyo vinaongozwa na Marekani na Israel. Ni sababu zipi za kisiasa, kiusalama au kiuchumi zinaweza kueleza msimamo huu wa tahadhari kutoka kwa mataifa ya Ulaya? Kisiasa, nadhani viongozi wa Ulaya wengi wanaangalia kura za maoni zinavyoonyesha kwamba watu wengi barani Ulaya hawataki nchi zao ziingie katika vita hii. Kwenye suala zima la kiusalama, nchi hizi pia zinaangalia usalama wake, zinaona kama wakiruhusu Marekani ifanye mashambulizi kutoka kwenye kambi zao au kutumia anga zao, Iran inaweza ikalipiza. Ni Dr. Harrison Mwilima, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akiangazia mgogoro unaoendelea kufukuta Mashariki
ya Kati. Tukisonga mbele, jeshi la taifa la Somalia linaudhibiti mji mkuu wa jimbo la Southwest wa Baidoa kufuatia mapambano na vikosi vinavyomuunga mkono kiongozi wa kikanda anayesadikika kuwa muda wake madarakani ulikwisha miaka 4 iliyopita. Hatua hiyo imemsukuma kiongozi huyo kujiuzulu zikiwa zimepita wiki 2 baada ya kutangaza kuvunja uhusiano na serikali kuu ya Somalia. Mji wa Baidoa ulio kituo cha serikali ni makao muhimu ya walinda amani wa kimataifa na mashirika kutoa misaada ya kibinadamu katika eneo ambalo limeathiriwa na ukame, vita na watu kuachwa bila makazi. Thelma Mwadzaya ana maelezo kamili. Kwa mujibu wa mkazi na kiongozi wa ngazi ya chini alizungumza na shirika la habari la Reuters, Adan Hussein, hali ni shwari na vikosi vya taifa vinaudhibiti mji wa Baidoa na hakuna pitepite. Kwenye taarifa yake kupitia mtandao wa Facebook, rais wa jimbo la Southwest Abdiaziz Mohamed Lafdagarin alifahamisha kuwa alijiuzulu siku kadhaa baada ya kuchaguliwa tena kwa muhula wa miaka 5. Wakazi wengi wanaripotiwa kuukimbia mji wiki iliyopita na baadhi ya mashirika ya msaada kusitisha operesheni zao kwa kuhofia mapigano huenda yakazuka kati ya jeshi la taifa na vikosi vya kikanda. Mzozo huo mpya jimboni Southwest ni tukio la hivi karibuni linaloashiria mvutano kwenye taifa hilo la pembe ya Afrika na hali tete ya kisiasa. Ifahamiki kuwa uongozi wa Lafdagarin ulipinga mageuzi ya katiba yaliyoungwa mkono na serikali ya taifa ya Somalia. Kwenye ujumbe wake uliotangazwa na kituo cha taifa cha televisheni, Wizara ya Habari na Maelezo ilibainisha kuwa uongozi wa zamani wa jimbo la Southwest ulizua mzozo wa kisiasa. Serikali kuu ya Somalia inayoandamwa na mpasuko inamshutumu kiongozi wa jimbo la Southwest Abdiaziz Hassan Mohamed Lafdagarin ambaye hajulikani aliko kwa kujiongezea muda madarakani kwa njia zisizokuwa halali, ila hali muhula wake ulikwisha mwaka 2022. Mapigano yametokea baada ya Lafdagarin kupinga mageuzi ya katiba yaliyoanza kutekelezwa mwanzoni mwa Machi yanaoongeza muhula wa rais kutokea miaka 4 hadi 5 na kuwachagua wabunge na maseneta moja kwa moja badala ya kufuata mfumo wa uteuzi wa koo mbalimbali. Saa chache kabla vikosi vinavyoiunga mkono serikali kuu kuingia Baidoa, mjumbe kutokea jimbo la Southwest uliko mji huo alisisitiza kuwa watashambulia uvamizi wowote ule. Msemaji wa uongozi mkuu Ugas Hassan alithibitisha kuwa watakaowavamia wakazi wa jimbo la Southwest hawatofanikiwa na watashindwa nguvu. Kauli hizo ziliungwa mkono na waziri wa ulinzi wa jimbo la Southwest Mohamed Isaac Osman aliyezungumza na waandishi wa habari mwanzoni mwa wiki. Siku ya Jumapili, duru za usalama zilibainisha kuwa Mogadishu ilipeleka wanajeshi kati ya 600 na 800 kuzipa nguvu harakati za kuikomboa Baidoa na kuungwa mkono na mamia ya wapiganaji wa eneo hilo. Muda wa rais wa kiongozi aliyeondolewa madarakani wa Niger Mohamed Bazoum unamalizika rasmi leo, lakini hana matumaini yoyote ya kuachiwa kutoka kizuizini au hata kufikishwa mahakamani, jambo linaloacha hatima yake ikiwa bado imegubikwa na utata. Silvia Mhozi na mengi zaidi. Bazoum mwenye umri wa miaka 66 aliapishwa kuwa rais Aprili 2 mwaka 2021 baada ya kushinda uchaguzi wa kidemokrasia kwa 55% ya kura. Lakini tangu Julai 26 mwaka 2023 amekuwa akishikiliwa katika sehemu ya ikulu ya rais mjini Niamey pamoja na mke wake baada ya jeshi linaloongozwa na Jenerali Abdurrahmane Tiani kupindua serikali yake. Tangu kupinduliwa hajawahi kukubali kujiuzulu. Mawakili wake wanasema Aprili 2 haipaswi tena kuchukuliwa kama mwisho rasmi wa muhula wake wa uraisi kwa kuwa hakuruhusiwa kutekeleza majukumu yake kwa karibu miaka 3. Lakini mtafiti wa siasa Valerie Ntwali anayejikita katika mapinduzi ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara alisema kwamba kwa mujibu wa sheria za Niger, kiongozi aliyeondolewa madarakani amepoteza uhalali wake kwa kuwa katiba iliyomchagua ilisitishwa. Watawala wa kijeshi walisitisha katiba na kuibadilisha kwa katiba mpya iliyoidhinishwa Machi mwaka jana inayowawezesha kubaki madarakani kwa miaka mingine 5 inaweza pia kurefushwa. Hakujawa na uchaguzi wowote tangu mapinduzi na haijafahamika wazi ni sheria gani inapaswa kutumika, kama ni ile ya jeshi iliyotoa madaraka kwa nguvu au ile ya kabla ya mapinduzi. Ingawa utawala wa kijeshi wa Niger kama ilivyo kwa majirani zake Burkina Faso na Mali umeweka swala la uhuru wa nchi hiyo kama kipaumbele chake na kuwa na uhasama na baadhi ya mataifa ya magharibi, lakini haijatengwa kabisa kimataifa.
hivi karibuni imeanza tena mawasiliano na Marekani kuhusu ushirikiano wa kiusalama, miaka miwili baada ya kuwalazimisha wanajeshi wa Marekani wanaopambana na wanamgambo kuondoka Niger, wakati huo huo ikizidisha ushirikiano na Urusi. Uhusiano wake na Ufaransa umeendelea kuwa dhaifu, wakati nchi hiyo ya Ufaransa ilikuwa ya kwanza kutoa wito kwa Bazoum kuachiwa kama ilivyokuwa kwa Umoja wa Ulaya. Bunge la Umoja wa Ulaya mapema mwezi Machi lilipitisha azimio linalotaka kuachiwa mara moja kwa Bazoum, hatua iliyozua hasira kwa watawala wa kijeshi wa Sahel na maandamano mjini Niamey na kiasi kidogo mjini Ouagadougou. Huyu ni miongoni mwa waandamanaji. Tunathibitisha kwa nguvu na bila kusita kukataa azimio hili ambalo tunaliona kama uingiliaji usiokubalika katika masuala ya ndani ya mamlaka ya taifa mwanachama wa shirikisho la nchi za Sahel. Umoja wa Ulaya hufadhili miradi ya maendeleo na vita dhidi ya wanamgambo wa itikadi kali ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakifanya mashambulizi katika nchi za Sahel, ikiwa ni pamoja na Niger. Mawakili wa kiongozi huyo wanasema baada ya karibu miaka mitatu, Bazoum bado anashikiliwa mahali pale pale na katika mazingira yale yale, bila madirisha, milango au wageni isipokuwa daktari wake. Shukrani sana Silvia Mwehozi kwa ripoti hiyo. Wasiwasi umeongezeka barani Ulaya kufuatia taarifa kwamba Urusi huenda ikaruhusu magari yaliyoibwa kusajiliwa kihalali na kutumika ndani ya mipaka yake. Hatua hiyo inayopendekezwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Urusi imeibua hofu ya kuongezeka kwa wimbi la wizi wa magari barani humo. Michael Kwena anaripoti kamili. Gazeti la Urusi la Kommersant limeripoti kuwa wizara hiyo iliandaa rasimu ya mswada huo kwa maelekezo ya Rais Vladimir Putin. Kwa mujibu wa wizara hiyo, lengo ni kuwalinda wamiliki wa magari yaliyowekwa kwenye orodha ya kimataifa yanayotafutwa kwa msukumo wa mataifa yanaonekana kuwa mahasimu. Mataifa hayo yanajumuisha nchi zote 27 za Umoja wa Ulaya pamoja na Uswizi, Norway, Marekani, Canada, Japan, Korea Kusini na Australia. Mswada huo pia unahusu magari ambayo Ukraine imeripoti kupotea, hasa yale yaliyotoweka katika maeneo yanayodhibitiwa na Urusi tangu kuanza kwa vita. Kwa sasa, sheria za Urusi zinazuia usajili wa magari yaliyo kwenye orodha ya kimataifa ya yanayotafutwa. Hata hivyo, Moscow inadai mara nyingi haiwezi kupata taarifa kamili kutoka nchi za Ulaya kuhusu sababu za magari hayo kutafutwa. Tangu vita dhidi ya Ukraine kuanza, Urusi inasema haijapata majibu kutoka kwa mataifa hayo yakiwemo Ujerumani. Kwa mujibu wa Moscow, hadi Januari mwaka huu, magari 123 yaliyokuwa yanatafutwa na Ujerumani yalipatikana nchini Urusi, lakini Berlin haikutoa maelezo kuhusu sababu za kuyatafuta. Kwa upande wake, ofisi ya shirikisho la Ujerumani ya uchunguzi wa uhalifu BKA imedhibitisha kuwa kwa sasa hakuna ubadilishanaji wa taarifa na Urusi kuhusu kesi za wizi wa magari. Pia imeeleza kuwa masuala mengi yanayoulizwa na Urusi yanahusu madai ya umiliki, si uhalifu wa jinai. Kulingana na takwimu za BKA, magari 30,373 yaliibwa nchini Ujerumani mwaka 2024, huku kesi 8,858 zikitatuliwa. Muungano wa polisi wa Berlin GdP umeonya kuwa hatua ya Urusi ni ishara mbaya inayoweza kuhalalisha uhalifu. Msemaji wake Benjamin Gendro amesema hakuna afisa wa Ujerumani atakayedhubutu kusafiri kwenda Urusi kufuatilia magari yaliyoibwa, hasa kutokana na mazingira ya kisiasa na ukweli kwamba bima mara nyingi tayari hulipa fidia. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu nchini Urusi wameonya kuhusu uwezekano wa udanganyifu. Alexander Holodov kutoka Baraza la Umma la Urusi amesema sheria hiyo inaweza kufufua mbinu za zamani za ulaghai, ambapo gari linauzwa Urusi kisha mmiliki anaripoti kuwa limeibwa ili alipwe fidia Ulaya. Mwanasheria wa Urusi Sergei Smirnov naye ameonya kuwa sheria hiyo inaweza kutumiwa na mitandao ya uhalifu kusafirisha magari ya wizi kutoka Ulaya kwenda Urusi na kuihalalisha kupitia usajili. Hata hivyo, shirikisho la bima la Ujerumani GDV limesema halijaona ushahidi wa ongezeko kubwa la udanganyifu wa aina hiyo na halitarajii kuwa mabadiliko hayo ya sheria yataongeza kwa kiasi kikubwa wizi wa magari nchini humo. Na taarifa hiyo inafikisha mwisho wa safu ya uchambuzi wa ripoti. Ni wakati sasa wa kusikiliza makala Kanasi. DW Wanawake na maendeleo. Baibui si vazi la kawaida tu. Kwa mwanamke wa Kiswahili, buibui hubeba heshima, utu na historia ya jamii za pwani. Kwa miaka mingi,
Vazi hili limechukuliwa kama vazi la jadi lisilobadilika, linalovaliwa kwa namna ile ile kizazi hadi kizazi. Lakini leo simulizi hiyo inaandikwa upya, na waandishi wake wakuu ni wanawake wabunifu wenye maono ya maendeleo. Wanawake hawa wameendelea kuhifadhi hadhi ya buibui kwa kubuni mitindo tofauti ya kitamaduni inayoliletea vazi hili sura ya kisasa, huku likivutia kizazi kipya bila kupoteza thamani yake ya asili. Kwa mengi zaidi ni kwenye makala hii ya wanawake na maendeleo kutoka DW, ukiwa nami Fathia Umar. Karibu.